Bwana Yesu asifiwe sana. Hii damu ilimwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ilimwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile tunaweza kujua kwamba maana halisi nyingine ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ukombozi au wokovu kwa kila aminie. Ni ukombozi au wokovu kwa kila aminio. Wakristo wanaamini kwamba kwa damu ya Yesu mwanadamu amekombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kifo cha milele. Kwa hiyo damu hiyo ni kama njia ya wokovu. Ni kama njia ya wokovu. Damu ya Yesu kwa maana nyingine, hii damu imebeba kitu kinachoitwa ukombozi ama wokovu kwa kila aminio. Kwa Wakristo wanaamini kwamba kwa damu ya Yesu mwanadamu amekombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi na kifo cha milele. Kwa hiyo damu hiyo ni kama njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 18 na ule mstari wa 19, maandiko yanasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Ule mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na mawaa, yani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile unaposikia damu ya Yesu, maana yake nini? Damu ya Yesu ni ulinzi na ushindi wa kiroho kwa kila aminie. Damu ya Yesu ni ulinzi na ushindi wa kiroho kwa kila aminie. Wengine hutumia msemo huu kuomba ulinzi wa kiroho au ushindi dhidi ya majaribu, kama vile Wakristo huomba wakisema, najiweka chini ya damu ya Yesu. Si wanasemaga hivyo? Najiweka chini ya damu ya Yesu, au ninalindwa na damu ya Yesu, wakimaanisha kuwa wanajikabidhi kwa ulinzi wa Mungu kupitia dhabihu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu ni ishara ya upendo wa Mungu. Damu ya Yesu ni ishara ya upendo wa Mungu. Kwa kumtoa mwanawe wa pekee akakubali kufa msalabani kwa ajili yetu sisi, tutakapoamini kwamba Yesu Kristo aliutoa uhai wetu kwa ajili ya maisha yetu. Tulistahili kwenda jehanamu, lakini Yesu mwenyewe akaja akatununua kwa damu yake ya thamani. Damu ya thamani, watu wa kila kabila, lugha, jamaa na mataifa, akawafanya kwa wafalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya uso wa nchi. Kwa maana hiyo, kwa damu ya Yesu ni ishara kwetu upendo wa Mungu, kudhihirisha Mungu upendo wake kwa wanadamu, kudhihirisha Mungu upendo wake kwa walimwengu, kwa ulimwengu huu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Alimtoa ili iweje? Ili atufie msalabani, ili afanyike kwa sadaka kwetu, ili sisi tuweze kukombolewa na kuendelea kumtumikia Mungu. Na kwa njia hiyo tunaweza tukawa tumepatanishwa na ufalme wa Mungu, ili sisi tudhihirishwe kwamba ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile damu ya Yesu ni ishara ya sadaka ya mwisho kwa ajili ya dhambi. Ni ishara ya sadaka ya mwisho kwa ajili ya dhambi. Yaani usipoelewa mambo haya, hata huko tunakoelekea itakuwa ni ngumu sana. Lakini Mungu akupe neema ya kuelewa hili jambo kwamba damu ya Yesu ni ishara ya sadaka ya mwisho kwa ajili ya dhambi. Haitatolewa sadaka nyingine ya kumkomboa mwanadamu, ilishatolewa. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani, ilikuwa ni sadaka ya mwisho kabisa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya kusafishwa dhambi, kwa ajili ya kuondolewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile damu ya Yesu ni ishara ya ukombozi wa mwanadamu. Damu ya Yesu ni ishara ya ukombozi wa mwanadamu. Vile vile damu ya Yesu ni ishara ya ulinzi na neema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa somo letu la leo, kwa siku ya leo, linatuambia matumizi sahihi ya damu ya Yesu. Leo tutaangalia kwamba damu ya Yesu
ni njia ya toba na kusafishwa. Unapozingatia matumizi sahihi ya damu ya Yesu, ione kama ni njia ya toba na kusafishwa. Damu ya Yesu, tunapozungumza matumizi sahihi ya damu ya Yesu, hebu jaribu kuiangalia damu ya Yesu kwa picha ya kwamba damu ya Yesu ni njia ya toba. Hebu sema njia ya toba. Ni njia ya toba na kusafishwa dhambi zetu, kusafishwa uovu wetu, kusafishwa makosa yetu, kusafishwa dhambi zetu, kuoshwa uovu wetu, kufutiwa makosa yetu. Kwa hiyo damu ya Yesu unaweza ukaitumia kama njia ya toba na kusafishwa dhambi na kuoshwa uovu na kufutiwa makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ichungulie siku ya leo kama njia ya toba na kusafishwa. Huwezi kwenda mbele za Mungu kaomba toba bila kuitumia damu ya Yesu. Utakuwa hujafanya lolote. Utakuwa hujafanya jambo lolote. Yaani utakuwa hujakamilisha kile ambacho ulimwengu wa roho unataka ufanye nini. Yaani unapokwenda mbele za Bwana ni lazima uelewe damu ya Yesu unapoitumia katika matumizi sahihi, ni lazima uione kama njia ya toba na kusafishwa dhambi na kusafishwa uovu na kusafishwa makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka tuone mambo kadha wa kadha hapa. Tunaelewa kwamba damu ya Yesu inafanya kitu gani katika maisha yetu. Yaani ukijiuliza hilo swali kwamba hivi damu ya Yesu huwa inafanya kitu gani katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kifupi, damu ya Yesu si ishara tu, bali ni nguvu halisi ya kiroho ya kusafisha, bali ni nguvu halisi ya kiroho ya kusafisha, ya kutakasa na kumrudisha mtu kwa Mungu wake. Damu ya Yesu si ishara tu ambazo nimezieleza pale. Nimekueleza kwamba ni ishara ya upendo wa Mungu, ni ishara ya ukombozi, ni ishara ya kwamba hii ni sadaka ya mwisho ya kutuondolea dhambi. Lakini nimekueleza kumbe hii damu ya Yesu si ishara tu, ina kitu kingine cha ziada. Sio ishara tu, ina kitu kingine cha ziada. Ni nguvu halisi ya kiroho. Elewa kwamba damu ya Yesu ni nguvu halisi ya kiroho. Ni nguvu halisi ya kiroho. Hata miungu mingine kule wanatumia damu wakijua ina nguvu, lakini nguvu yake haiwezi kufikia hii damu ya Yesu ilivyo na nguvu. Damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu za wanyama, kuliko damu za ndege. Kwa hiyo ina nguvu halisi ya kiroho. Nguvu ipi halisi ya kiroho? Ina nguvu ya kusafisha dhambi, kutakasa dhambi na kumrudisha mtu kwa Mungu wake. Ina uwezo wa kumvuta mtu huko aliko na kumrudisha kwa Mungu wake. Ina nguvu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Elewa kwamba leo hata wewe unanifuatilia kwenye mitandao yetu hii ya kijamii, elewa kwamba damu ya Yesu ina nguvu ya kiroho ya kumsafisha mtu, kumtakasa mtu na kumrudisha kwa Mungu wake. Kwa hiyo ukielewa hivyo, hii kitu itakuweka mahali pazuri sana ya kutengenezea mazingira ambayo unaweza ukaelewa matumizi sahihi ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 7 hadi ule mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 7 na hadi ule mstari wa 9, Biblia inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu, wala kweli haimo mwetu.
Lakini mstari wa 9 anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu na udhalimu wote, na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa maana hiyo unapokwenda mbele za Bwana kwa lugha ya kwamba damu ya Yesu imebeba nguvu ya msamaha wa dhambi, unapokwenda kutubu makosa yako ni lazima uapply damu ya Yesu katika mazungumzo yako na Mungu wako. Lazima uihusishe damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu halisi ya kiroho ya kukusafisha dhambi, kukuosha uovu na kukuvuta kukusogeza karibu na Mungu wako na kukupatanisha na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoungama dhambi zako, usipotaja, usipoitumia damu ya Yesu, bado hujasafishwa dhambi, bado hujaondolewa dhambi zako, bado hujawekwa huru. Ni lazima utumie damu ya Yesu unapoungama dhambi zako. Ndio maana mwandishi wa kitabu akisema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu hata atuondolee. Biblia inasema hata atuondolee. Kitu gani kinachotumika kuondoa dhambi? Ni damu ya Yesu. Hata atuondolee. Neno hata atuondolee. Na hii ndio damu ya agano, hii ndio damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa hapa anasema yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote, na kutusafisha na udhalimu wote. Sasa tuangalie mfano, tuwekee kitabu cha Zaburi ile 51. Zaburi ile 51 ni kuonyesha kitu, namna ambavyo Daudi alivyokuwa akitumia damu kwa ajili ya toba, kwa ajili ya toba. Namna ambavyo Daudi alivyokuwa akitumia damu kwa ajili ya kutubu dhambi zake kama njia ya toba na alitumia damu ya Yesu kama njia na toba ya kusafishwa, kama njia ya toba na kusafishwa dhambi zake. Ile kitabu cha Zaburi ile 51 mstari wa 1 na kuendelea, tuwekee hapo control, tuone mfano ambavyo damu ya Yesu imetumikaje. Angalia Daudi anachokisema: Mungu nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Angalia, uyafute makosa yangu. Kinachotumika kufuta makosa ni damu. Uyafute makosa yangu. Kinachotumika kufuta makosa ni nini? Ni damu. Alafu akasema unioshe kabisa uovu wangu. Kinachotumika kumuosha mtu uovu wake ni dhambi. Unitakase kabisa dhambi zangu. Kinachotumika kutakasa dhambi ni nini? Ni damu. Hebu turudishe huo mstari wa kwanza, wa pili. Maana unioshe kabisa. Uovu, kumbe uovu unaoshwa. Hebu sema uovu unaoshwa. Unapoitumia damu ya Yesu lazima useme unioshe uovu wangu. Unioshe uovu wangu kwa damu yako. Unioshe uovu wangu kwa damu yako. Unapokuja kwenye dhambi unamwambia ni unitakase dhambi zangu, sio kuoshwa. Unitakase dhambi zangu. Sijui kama tunaelewana vizuri hapo. Unapokuja kwenye makosa, angalia hapo mstari wa 3 anaposema maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu. Turudishe tena ule mstari wa 2. Kuna kitu ambacho ninakitafuta hapo. Unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Mstari wa 3. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Turudishe mstari wa 1. Kuna kitu nimekikosa hapo. Mstari wa 1. Mungu, hii hapo sasa. Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Angalia, makosa yanafanywaje? Yanaoshwa, yanafanyaje? Unamwambia uyafute makosa yangu. Damu inafuta makosa. Damu inafanyaje? Inafuta makosa. Haitakasi makosa, haioshi makosa. Damu inafuta makosa. Hebu sema inafuta makosa. Hata wana nifuatilia, sema damu ya Yesu inafuta makosa. Inafuta nini? So inaosha, wala inafuta, haitakasi, inafuta makosa. Kwa hiyo hapa ndio tunakufundisha matumizi sahihi ya damu ya Yesu. Unapofika kwenye makosa unamwambia uyafute makosa yangu kwa damu yako.
uyafute makosa yangu kwa damu yako. Ule mstari unaofuata, unapofika kwa habari ya uovu, mwambie unioshe uovu wangu wote. Unioshe uovu wangu wote. Tumia damu ya Yesu kuosha uovu wako. Kama una uovu, mwambie Bwana, nioshe uovu wangu. Tunapofika kwenye dhambi, dhambi haifutwi, dhambi inatakaswa. Unitakase dhambi zangu. Unitakase dhambi zangu. Unaona sasa Daudi ametumia damu ya Yesu sahihi kabisa. Alipokuja kwenye makosa akaiambia ifute. Alipokuja kwenye uovu akaniambia unioshe. Alipokuja kwenye dhambi anakasema unitakase dhambi zangu. Wangapi mmenielewa asubuhi ya leo? Hiyo ndio matumizi sahihi ya damu ya Yesu. Tuangalie kitabu cha Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 14 na ule mstari wa 22. Waebrania sura ile ya 9 mstari wa 14 na ule mstari wa 22. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu. Kwa hiyo kumbe dhamiri yako ikiwa chafu, unamwambia unisafishe dhamiri yangu na matendo yangu mafu. Anasema hivi, basi si zaidi damu yake Kristo, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu. Kumbe unapoitumia damu ya Yesu kusafisha dhamiri zako, lazima mwambie unisafishe kwa damu yako, unisafishe dhamiri yangu kwa damu yako, na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kumbe dhamiri zetu zinasafishwa, sio zinaoshwa. Zinasafishwa, sio zinafutwa. Zinasafishwa. Dhamiri ya mtu inasafishwa, 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 itasafishwa. Dhamiri zenu, dhamiri ya mtu inasafishwa. Kwa hiyo unamwambia Mungu unisafishe dhamiri yangu iwe safi. Tuweke ule mstari wa 22. Mstari wa 22 sura hiyo hiyo. Mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Inasemaje Biblia? Ule mstari, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo unasema na imwaga damu yako Yesu, isafishe viti, isafishe meza, na kuondoa uchafu wa kila aina, na kuondoa dhambi za kila aina, na kuondoa uovu wa kila aina. Hapo utakuwa umeitumia damu ya Yesu katika matumizi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ndio ujasiri tulionao, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia, na tukijua kwamba atusikia, tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Lazima uimwage damu ili uondoe, isafishe na kuondoa. Lazima uimwage damu ili isafishe na kuondoa uovu wako, isafishe na kuondoa dhambi zako, isafishe na kuondoa makosa yako katika Torati. Kwa hiyo hapa imekupa upana mrefu wa kuitumia hii damu. Inasema karibu vitu vyote vinasafishwa kwa damu na kuondolewa kwa damu, na pasipo kuimwaga hiyo damu usitegemee kitu kuondolewa, usitegemee kitu kusafishwa. Kwa hiyo lazima mwambie Yesu, na imwaga damu yako isafishe na kuondoa uovu, isafishe na kuondoa dhambi, isafishe na kuondoa kila makosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu inafuta dhambi zote. Damu ya Yesu inafuta dhambi zote. Tofauti na damu ya wanyama wa Agano la Kale, damu ya Yesu inasafisha kikamilifu. Damu za wanyama kipindi cha nyuma, Agano lile la zamani, Agano la Kale, damu ya mnyama, iwe ya ng'ombe, iwe ya kuku, iwe ya njiwa, iwe ya ndege, ilikuwa inafunika makosa. Ilikuwa inafunika makosa. Lakini damu ya Yesu inasafisha kamili, inafanya kitu kamili kabisa, kinakamilika. Agano la Kale kilikuwa hakikamiliki.
lakini Agano Jipya damu ya Yesu kabisa, damu ya Yesu ambayo ni sadaka ya mwisho, haitakaitolewa tena sadaka ya kuondoa dhambi. Sadaka hii inasafisha kamili, inaondoa kamili, inafuta kamili, inatakasa kamili. Zamani ilikuwa ikifunika, walipokuwa natumia damu za wanyama, za mafahali, si za ndege, za ng'ombe, ilikuwa inafunika makosa, lakini hii ni damu iliyo bora kuliko damu zozote zile. Kwa hiyo sasa damu ya Yesu inasafisha kitu kamili, inafanya, imeboresha, inakifanya kitu kiwe halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hiyo Waebrania 9:22 tunaambiwa kwamba na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haina kikomo, damu ya Yesu haina kikomo, na inafanya kazi hata sasa kwa yule anayeamini na kutubu. Damu ya Yesu haina kikomo. Unayenisikia sasa, damu ya Yesu haina kikomo kabisa, inafanya kazi hata sasa. Ilimwagika miaka 2025 iliyopita, hata sasa iko kazini, hata sasa inaendelea kutenda kazi. Kwa yule anayeamini, unaweza kutubu dhambi zako na kusamehewa na kuoshwa dhambi zako na kufutwa dhambi zako na kuondolewa uovu wako wote, kwa sababu damu ya Yesu mpaka sasa inafanya kazi kwa yeye anayeamini kwamba damu ya Yesu ingali iko mpaka sasa na inatenda kazi na inafanya kazi kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo ukiamini hivyo, damu ya Yesu itakusaidia unapotubu makosa yako, unapotubu dhambi zako, kama Daudi alivyosema, uyafute makosa yangu, unioshe uovu wangu, unisafishe, unitakase dhambi zangu. Mpaka sasa hiyo damu inafanya kazi kikamilifu kwa anayeamini na anayetubu. Vile vile kila Mkristo anapaswa kutumia damu ya Yesu kila siku. Mkristo aliyemwamini Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake amepewa uwezo wa kuitumia damu ya Yesu kila siku, kama ambavyo unaweza kutumia sabuni. Wangapi wanaweza kukwepa sabuni kwa siku, kila siku? Hakuna anayekwepa sabuni. Utakutana nayo kwenye vyombo, utakutana nayo unapooga, utakutana nayo unaponawa, kila mahali utakutana na damu na sabuni. Na ndivyo maisha yetu tunapopaswa, tunapoendelea kumtumikia Mungu, tunapoendelea kuyaishi maisha haya ya wokovu. Mungu ametupa neema pale ambapo Yesu Kristo alipokubali kuteswa msalabani, akamwaga damu yake. Sisi tuliomwamini Yesu tumepewa damu ya Yesu, tuitumie kwa matumizi yetu ya kila siku kama unavyoitumia sabuni. Maana yake damu hii ina uwezo wa kusafisha, ina uwezo wa kutakasa, ina uwezo wa kufuta, ina uwezo wa kumvuta mtu kumleta kwa Mungu wake. Kwa nini usitumie? Maana yake tumepewa mamlaka na uwezo wa kuitumia hii damu ya Yesu kila wakati, tukiamini kwamba tunatumia damu ya Yesu Kristo kila siku. Tunaitumia damu ya Yesu wakati wa maombi, utaitumia, na utaitumia damu ya Yesu, utaitumia damu ya Yesu ikusafishe. Utasema ninaomba damu ya Yesu inisafishe leo. Unaweza ukasema hivyo. Vile vile ni sehemu ya maisha ya kiroho yenye afya, kama kuoga kila siku tunapooga. Vile vile damu ya Yesu ni sehemu ya kiroho yenye afya, kama vile tunavyooga asubuhi, unaweza ukaoga mchana, unaweza ukaoga jioni. Na damu ya Yesu una uwezo wa kuitumia namna hiyo. Asubuhi ikakusafisha, mchana ikakusafisha, na jioni ikakusafisha. Kwa hiyo damu ya Yesu kwetu sisi ni afya, ni uhai wa Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ni hatari sana kwa Mkristo kuto kujua matumizi ya damu katika siku zake za kila siku. Ni lazima ujue damu ya Yesu inatumika kila kunapoitwa leo, na haiishi. Ipo kuwahudumia watu wote, haiishi, haina kikomo. Damu ya Yesu haina kikomo, hata sasa ipo na inaendelea kufanya kazi kwa yeye anayeamini kwamba damu ya Yesu ni hai na ina nguvu na ina uwezo wa kumsafisha na kumtakasa mtu makosa yake yote. Vile vile damu ya Yesu ni matumizi ya kiroho kabisa. Damu ya Yesu ni matumizi ya kiroho. Wakati wa toba binafsi, tumia damu ya Yesu kwa maombi. Wakati unatubu makosa yako, tumia damu ya Yesu kwa njia ya maombi. Unaitamka tu, haina haja kwenda kuitafuta sio wapi. Unatamka kwa kinywa chako, damu ya Yesu inaendelea kufanya kazi. Wakati wa ushirika wa meza ya Bwana, tunatambua kuwa damu hiyo inatuunganisha
na Mungu wetu. Tunaposhiriki damu ya Yesu, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunapokunywa kikombe kile, maana yake tunaungamanishwa, tunafanya ushirika na Mungu, tunakumbuka kifo cha Yesu Kristo. Kwa damu hiyo inatupatanisha, kwa damu hiyo inatuunganisha, kwa damu hiyo inatufanya tuwe kitu kimoja sisi na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile damu ya Yesu unaweza ukaitumia kwenye maombi ya kufunga. Unaweza kusema, Bwana Mungu wangu, najua nimetenda dhambi na sikustahili kusimama mbele zako, lakini leo kwa imani ninakiri na kutubu. Nisafishe kwa damu ya Yesu, nipe moyo safi wa kuendelea kutumikia wewe, na dhamiri mpya kwa damu ya Yesu. Naomba nianze upya kwa jina la Yesu. Na unaweza kumaliza na amina. Waebrania 10 mstari wa 19 hadi ule mstari wa 23. Waebrania 10 mstari ule wa 19 hadi wa 23, Biblia inasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Ule mstari wa 20, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Mstari wa 21, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Mstari unaofuata, na tukikaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa mili kwa maji safi. Mstari unaofuata wa mwisho huo, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu ni kusihi ndugu yangu kwa siku ya leo, itazame kama njia bora ya toba na kusafishwa na kuondolewa na kuoshwa uovu wako wote. Tumia damu ya Yesu katika maombi yako kila wakati. Tumia damu ya Yesu katika toba yako kila wakati. Tumia damu ya Yesu, itaachilia uweza na nguvu ya kukusafisha dhambi zako na kukusogeza mbele za Bwana na kuendelea kuwa kitu kimoja. Damu ya Yesu itakupatanisha wewe na Mungu wako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na ndugu zako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na kampuni yako. Damu ya Yesu inaweza kukupatanisha wewe na huduma yako. Damu ya Yesu inaweza kukuunganisha wewe na familia yako. Damu ya Yesu inaweza kukuunganisha wewe na ndugu zako na marafiki zako na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kila siku jifunze kuitumia damu ya Yesu kama ambavyo unaitumia sabuni. Huwezi kuikwepa sabuni kwa siku. Utaikuta kwenye kunawa, utakutana nayo; kwenye kuosha vyombo utakutana nayo; kwenye kuoga utakutana nayo; kwenye kusafisha chochote kile utakutana nayo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo na damu ya Yesu tunapaswa tukutane nayo kwa matumizi yetu ya kila siku. Tusimame sasa, tuombe. Praise team, ule wimbo ambao mko naimba damu ya Yesu. Ni wakuta mnaimba damu. Hebu rudieni ule wimbo. Rudieni ule wimbo. Mlio uimba ule kwa mara ya kwanza asubuhi, niwasikia mkiongelea habari ya damu. Roho Mtakatifu aliwasemesha kwa habari ya damu. Imba. Damu ya Yesu inanena mema. Inatutakasa, 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 damu inatutakasa. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana,
Itazame damu ya Yesu kama njia ya toba na kusafishwa dhambi zako. Itazame damu ya Yesu kama njia ya toba na kuoshwa uovu wako. Itazame damu ya Yesu kama njia ya toba na kufutiwa makosa yako. Hebu nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, ujasiri huu umenipa asubuhi ya leo wa kuweza kuitumia damu yako kama njia ya toba na kusafishwa dhambi na kuoshwa uovu na kufutiwa makosa. Mtumishi wa Mungu Daudi alielewa toba hii, alielewa namna ya kupita katika njia ya toba na msamaha wa dhambi. Alielewa namna ambavyo anaweza kuja mbele zako kwa toba, kujua kwamba toba ni njia sahihi ya kuweza kufika katika ufalme wako. Ni njia sahihi ya kuweza kufika katika kiti chako cha rehema. Ni njia sahihi ya kuweza kupatanishwa na wewe. Ni njia sahihi ya kuweza kuunganishwa na wewe. Baba, kwa neema yako, nasi asubuhi ya leo tunakikaribia kiti chako cha rehema ili tuweze kupata neema ya kutusaidia wakati huu wa mahitaji. Na Mungu ukasema, na huu ndio ujasiri tulio nao wa kupaingia patakatifu pako kwa damu ya Yesu. Nasi tunaingia katika patakatifu pako, katika kiti chako cha rehema, kwa ujasiri mkubwa wa damu ya Yesu, tukiomba kufutiwa makosa yetu, tukiomba kuoshwa uovu wetu, tukiomba kutakaswa dhambi zetu zote ambazo kila wakati Bwana tunakutenda dhambi kwa mawazo yetu, kwa maneno yetu, kwa matendo yetu. O Baba, osha na safisha dhamiri zetu mbaya. Osha na safisha dhamiri zetu mbaya. Takasa dhamiri zetu. Futa makosa yetu Bwana. Osha uovu wetu Bwana. Takasa dhambi zetu Bwana. Kwa damu yako e Bwana. Kwa damu yako e Bwana. Tunaingia Bwana kwa neema yako, kwa toba Bwana. Kwa toba Bwana, kama ambavyo ulisema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayezungama na kuziacha atapata rehema. Baba, kwa msaada wako futa makosa ya watu wako. Kwa msaada wako Bwana, osha maovu wao Bwana. Kwa msaada wako Bwana, takasa dhambi zao. Kwa msaada wako Bwana, kwa msaada wa damu yako Bwana, damu yako ya agano, damu yako ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunaimwaga damu yako kwa ajili ya Watanzania wote, iwaondolee dhambi zao. Tunaimwaga damu yako kwa ajili ya Watanzania wote. O damu ya agano, damu ya agano jipya, damu ya agano jipya inaofanya kazi kamili e Bwana. Tunaimwaga damu yako Mfalme katikati ya Watanzania, iondoe dhambi zao. Tunaimwaga damu yako kwenye mioyo yao, kwenye nafsi zao, kwenye dhambi zao, kwenye mili yao, iondoe dhambi zao Bwana. O, kuanzia mkuu wa nchi mpaka ngazi ya chini Baba, tunaimwaga damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunaimwaga damu yako, tunaimwaga damu yako, iondoe dhambi za Watanzania, iondoe dhambi za Watanzania, kama ambavyo ulituambia katika Torati, karibu vitu vyote usafishwe kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Baba, tunaimwaga damu yako katikati ya taifa lako la Tanzania, isafishe na kuondoa dhamiri zao mbaya. Tunaimwaga damu yako Bwana katikati ya mioyo ya Watanzania, isafishe na kuondoa kila aina ya uovu, kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa, kwa damu ya agano, kwa damu ya agano, kwa damu ya agano. Baba, kwa neema yako tunaiachilia damu yako, isafishe dhamiri zao mbaya, isafishe dhamiri zao mbaya. Oh Baba, kwa neema yako takasa taifa lako la Tanzania kwa dhambi zao, kwa dhambi zao, kwa dhambi zao, kwa dhambi zao. Osha Bwana taifa lako la Tanzania kwa uovu wao, kwa uovu wao. Oh Baba, futa makosa yao Baba, futa makosa yao Baba. Oh, kwa Watanzania wote, kwa nguvu ya damu yako, kwa nguvu ya damu yako, kwa nguvu ya damu yako, kwa nguvu ya damu yako. Oh, damu yako ndio njia sahihi ya toba na kutusafisha Bwana. Tunaingia patakatifu pako, tunataka kupatanishwa Bwana kwa nguvu ya damu yako, tuna nguvu ya damu yako. Oh
Baba, takasa mama yule kwa nguvu ya damu yako. Muoshe Baba uovu wake kwa nguvu ya damu yako. Futa makosa yake kwa nguvu ya damu yako. Baba, kwa neema yako litatimia neno lako nalosema, kama vile ilivyo mashariki na magharibi, ndivyo unavyoweka mbali uovu, ndivyo unapoweka mbali dhambi zetu, ndivyo unapoweka mbali makosa yetu. Baba, kwa neema yako takasa taifa lako la Tanzania, takasa nchi yako ya Tanzania, takasa Bwana wa Tanzania wote, takasa Bwana wa Tanzania wote. Osha dhamiri zao mbaya, osha dhamiri zao mbaya, futa makosa yao, osha uovu wao kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu. Baba, asante kwa ajili ya damu hii, asante kwa ajili ya ukombozi wa damu yako, asante kwa ajili ya msamaha huu uliopita kwa ajili ya damu yako. Asante kwa kuwarehemu wa Tanzania, asante kwa kuwarehemu watu wako Bwana, asante Bwana kwa kuwarehemu watakatifu wako. Uinuliwe Bwana, uwezaye kutenda mambo makuu na ya ajabu kuliko haya tunayoyafikiria, kwa jinsi ambavyo Bwana akili zetu zinashindwa, lakini kwa nguvu ya damu yako itusafishe dhamiri zetu. Bwana Yesu, nakushukuru mno. Pokea sifa na shukurani. Asante kwa kuturehemu Bwana, asante kwa kutusamehe Bwana, asante kwa kutufutia makosa yetu, asante kwa kututakasa dhambi zetu, asante kwa kutuosha uovu wetu, asante kwa kusafisha na kuondoa uovu, dhambi na makosa Bwana, kwa damu yako ya agano, kwa damu yako ya agano jipya. Uinuliwe Mungu, tukuzwe kwa namna ambavyo Bwana umetusaidia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen. Kamata sadaka yako sasa, twende mbele za Mungu tuombe kwa ajili ya matoleo ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu, umekuwa ni mwaminifu kwa sadaka yako ya dhabihu takatifu ulioiachilia pale msalabani Bwana, na mpaka leo ikutuhudumia. Asante kwa ajili ya damu yako ya ukombozi, asante kwa ajili ya damu yako ya neema, asante kwa ajili ya damu yako itutakasayo, asante kwa ajili ya damu yako itufutia makosa, asante kwa ajili ya damu yako ituosha uovu. Kwa neema yako asubuhi ya leo tunakuja na matoleo yetu kwa mioyo yetu ya kupenda. Baba, pokea sadaka hii ikawe ni kibali kwa machoni pako. Pokea sadaka hii ikawe ni afya ndani yako Bwana. Pokea sadaka hii ikawe ni kibali kwetu Bwana. Pokea sadaka hii ikiwa ni baraka kwetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, nakushukuru hata kwa mtumishi wako huyu anatufuatilia Bwana. Bariki sadaka yake, bariki sadaka yake, bariki matoleo yake anayotoa kwa moyo wake kupenda. Baba, kupitia sadaka hii kumbuka Bwana neema kwako, kumbuka Bwana neema juu yake, kumbuka Bwana leo Baba kwa neema yako Baba ukamkamilishe na kumfanya kuwa dhabihu hiyo hai iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya utukufu wako. Uinuliwe Bwana, utukuzwe, kwa maana wewe Mungu ni wewe unayetusaidia, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Wewe unayetufuatilia, kuna namba utaiona hapo kwenye skrini yako, ukimtolea Mungu na Mungu atakubariki sana. Praise, endelea kuimba wimbo kumtolea Mungu matoleo. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tumekotolea kwa mioyo yetu ya kupenda. Kubali sadaka hii sasa ikapate kibali machoni pako, kama ulivyoikubali sadaka ya mtumishi wako Habili ikapata kibali, kama ulivyokubali sadaka ya mtumishi wako Ibrahimu ikapata kibali, na watumishi wako wengine kadha wa kadha. Baba, kwa neema yako tufanikishe sasa
Kwa neema yako tuanze siku mpya. Kwa neema yako uendelee kutulinda. Kwa neema yako tukatembee na kuona uhai wetu. Baba, pokea sifa na shukrani kwa kuwa Mungu umetusaidia. Watoto wako watatawanyika mahali hapa kuelekea kwenye shughuli zao za kila siku. Kwa mkono wako Mungu endelea kuwabariki wanapotoka, wanapoingia. Kwa mkono wako Mungu bariki kampuni zao. Kwa mkono wako Mungu bariki biashara zao. Kwa mkono wako Mungu bariki familia zao. Kwa mkono wako Mungu bariki huduma zao. Kwa mkono wako Mungu uendelee kuwainua kwa ajili ya utukufu wako. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.